Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala. Jana tuliona wakati Adamu anatolewa ule ubavu ili atengenezewe msaidizi, Adamu alikuwa amelala. Alikuwa nusu kaputi. Hakuwa anajielewa. Kwa alikuwa amelala kabisa. Kwa nini amelala? Ni kwa sababu Mungu ni kama kusema alikuwa anamfanyia operation. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anatengeneza. Sasa tunachokiona hapa hivi kikubwa, tazama. Adamu alikuwa amelala moja kwa moja. Ni tofauti kidogo na vijana wa leo, ni tofauti kidogo na sisi vijana wa leo na vijana wa juzi na juzi ile na wale wengine. Ni tofauti kidogo ambapo sasa hivi mtu anakuwa ndio ni kweli kabisa. Lakini nataka ufahamu jambo hili. Jana mmoja nilimwambia omba Mungu akuambie, akuonyeshe mkeo. Ananiambia sasa naomba au natafuta kwanza. Nikamwambia nisikilize bwana. Unapaswa kuomba Mungu akuonyeshe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule ubavu uliotolewa, kila mtu ana saizi yake. Kila mtu ana saizi yake. Unaweza ukaenda ukachukua mbavu ya mtu mwingine ni kubwa, ni ndefu kuliko wewe. Huyo mtu atakuwa anakusumbua kila siku ndani. Kila siku atakuwa anakusumbua, unakosa amani. Kila siku anakukera. Lakini nisikilize vizuri, nikuambie mtumishi wa Bwana, na uelewe hivi mwanadamu, ya kwamba Mungu alipotengeneza taasisi ya usaidizi, taasisi ya kusaidiwa, hii taasisi imetengenezwa maalum na Mungu kwa makusudi yake mwenyewe na kwa mpango wake mwenyewe, na kwa sababu hiyo ameweka iwe ni mahali pa kufurahia, mahali ambako unapokuwa umechoka, umekuja umechoka my bro, unasikia kufarijika tena. Sio mahali pa kuvumilia. Ndoa sio mahali pa kuvumilia, ni mahali ambako pametengenezwa kwa ajili ya kufurahia. Sasa tuache, kwa sababu hatuzungumzi kuhusu ndoa. Kikubwa ni kwamba omba Mungu akupe, kwa sababu yeye ndiye aliyetengeneza mfumo wa usaidizi, ni yeye ndiye ameutengeneza. Na usisahau kwamba amekuumba kwa makusudi maalum. Yale makusudi ambayo amekuumbia ni muhimu sana ukajua kwamba kuna ambaye anapaswa kuyahandle. Ndio maana unaweza ukajikuta kwamba badala umepata msaidizi, badala usonge mbele kwenye utumishi na kwenye mambo mengine, unashangaa ndio unafedi, unapotea. Kwa sababu gani? Kwa kuwa ulifanya mistake, haukusikia. Wakati huyo msaidizi anakuja, wewe ulikuwa macho, ulimtafuta kwa akili zako. Lakini tazama, Biblia inasema Adamu alikuwa amelala kabisa. Sasa kuna wale watu tutazungumza wakati mwingine, lakini niguse kidogo hivi kwamba kuna wale vijana ambao anaenda mbele za Mungu kuomba kuhusu mke au kuhusu mume, wakati anaomba Mungu nipe, Mungu nipe. Saa hiyo tayari ako na target ya nani? Ya Regina yuko pale. So anachunguliaga tu kwa mbali. Regina anaomba lakini anachungulia. Sasa hii ili iende vizuri, ni muhimu ukawa uko usingizini kabisa. Kwa maana ya kutokuwa na picha ya aina yoyote ile kwenye ufahamu wako, kutokuwa na idea yoyote ya mtu yoyote kwenye maisha yako kwa habari hiyo. Ukiwa hauna idea kabisa, hii ndio umelala. Hapa Mungu atakuletea. Ukishakuwa kuna jambo fulani unalo tayari, kuna picha fulani unayo, itakusumbua. Tuache hiyo, kwa sababu tuzungumzie kuhusu ndoa. Tutaangalia